Je, una maoni? Una swali? Unataka sauti yako isikike? Comrades power! Comrades power! Comrades power! That the government agency have been trying to frustrate one of our students. Karibu katika Baraza la Mvita, jukwaa la mijadala na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoigusa jamii na taifa kwa ujumla. Our president, tunataka kazi. Tunaambiwa kila wakati kuna pesa ya wamama, kuna pesa ya youth. Kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3 ndani ya Amka na Mvita. Baraza la Mvita, mahali sauti ya mwananchi inasikika. Mvita FM. Mgeni wangu amefika hapa. Karibu sana bwana Charles. How are you? Fine. Kwema? Kwema kabisa. Uko kadi? Niko kadi. Kama vijana wakwe kadi. Yes. Wewe ni chairman wa Wiper upande gani? Mimi sahi. Hapo ulitoka Wiper. The last time I checked ulikuwa Wiper. Okay, sisi yes, hatuna uwasidi na mtu yote mwenye ako anti Ruto. Okay. Kama majenzi. Okay. Adui ni mmoja, adui ni Ruto. Kama United Opposition inasema Ruto must go. Kama kina Sifuna wanasema Ruto must go. Na kama wewe unasema Ruto must go. Yes. Wewe ni rafiki ya Gen Z. Okay. Sijui mmepanga nini leo? Nasikia leo kuna mambo mazito yanafanyika leo. Leo itakuwa ni launch ya Mombasa Gen Z, Mombasa Gen Z tuko kadi. Yes. Campaign. Yes. Na hiyo ni itakuwa ni launch ya county mzima. Okay. Kwa hivyo vijana wote Kenya Coast National Polytechnic, shule zote tunawataka Treasury Square saa 3. Yes. Maana yake nikitoka hapo naelekea Treasury Square. Hapo tunakutana vijana karibu 1000 na tumemobilize through social media. We have a group. Tumetembeza Twitter, tumetembeza kila mahali na Kenya mzima inajua kwamba leo wanajenziwa Mombasa wanaenda kupata kadi. After Treasury Square tunatembea hadi IBC. Na IBC sisi kazi yetu ni kwamba mtu register, mkituambia sijui kitazifanye, sijui mko kwa ofisi, that is none of our business. It's a public office. Na vijana wanafaa wachukue kadi. Okay. Na kama ofisi yenu ina wafanyikazi, vijana wana kazi, hao vijana ambao wanakuja kuchukua kadi hawana kazi. Wapatiwe kazi, waandikishe watu kura. Okay. I've been hearing na nimekuwa nikisoma katika mitandao yesterday that, especially Nairobi, unapata watu wameenda kujisajili, wanaambiwa either kids hazifanyi ama leo sio siku ya kazi ama wafanyikazi ni kidogo, wanakuwa overwhelmed. How do you think IBC should go about this one? IBC, one thing, kindly stop creating tension to the Gen Zs. Hiyo tayari mnao influence walete fujo. Na we have the chairman in the office. IBC, it's functionable. Kwa hivyo mkituambia sijui mna wafanyikazi, no. Na tuliona mliandika budget ya karibu sijui bilioni ngapi. Sisi tunajua ofisi ziko open hadi mwezi wa 8. Na tukikuja tunataka kadi, hatutaki maneno mingi. You'll make us we know the chairman ni mtu wa Kasongo. Hiyo tunajua, he's an ally of Kasongo. Si aliingizwa hapo na Kasongo. Kwa hivyo anything fishy. But there was due process. No, anything fishy. We have a president who believes in money, who believes in corrupting every leader. Yes. And all the systems in Kenya are corrupt. Na sisi tumeamua tuko kadi tubadilishe maneno. Okay. Kwa hivyo rais tunakukujia na yako ni red card. Acha kusema tuko kadi. Tunajua this is an initiative of the Gen Z. Na tuingie barabarani. Hata hii hapa Mombasa hakuna mwanasiasa tutakubali atufund. Sisi we can afford buying ourselves a bottle of water. Hii mambo sijui unaona vijana wamekusanyika mahali unajifanya msamaria mwema na wewe ni mwanasiasa unakuja unatuletea maji. Leo kitaeleweka. Leo tutapaka mtu aibu. Yes. Mwanasiasa jua venye utafanya mobilization yako ya wazazi wetu ambao ni corrupt akili kitambo waende wakachukue kadi. Lakini agency, you will not interfere with us today. And I'm asking, nilikuwa nikuleta hapo kwa mwanasiasa because tayari kuna wanasiasa wameanza kusema tuko kadi. Mnawaambia nini? Because nimesikia hata Rigijia akisema tuko kadi, sijui nani mwingine akisema tuko kadi. Mnawaambia nini? Unajua Kenya kitu ikitrenda huwa ina trend kwa kila mtu akona simu.
Kwa hivyo hii tuko kadi, wale vijana wa university wenye walienda wakachukua na wakapost na wakatrend, it's a nice initiative. Kwa hivyo wanasiasa wanajaribu tu kutumia hiyo lugha ili waji associate na majenzi, lakini sisi my friend, you won't influence our kadi. Hata useme tuko kadi, wewe peke yako ndio uko kadi, na nimesema wazazi wetu ambao walikoraptiwa, uko kadi na wazazi wetu ambao walikoraptiwa. Yes. Uko kadi na mabroker wa siasa na watu hao watu wanjanja. Actually hesabu yetu ni 18 million. Okay. Na tukiangalia kura zenye ziko sahihi hazipiti 12 million za hao wazazi wetu ambao wako corrupt na wanasiasa. Kwa hivyo sisi jenzi tukichukua 18 million na hiyo ni block vote, asubuhi tutakuwa tumewanyorosha na karibu 6 million votes za juu. Wapigie rais wao Ruto, sisi we are not for Ruto. But I heard the other day kuna mzazi alikuwa ananiambia leo tuka wajenzi wakarudi barabarani, I will join them. Nafikiri pia wazazi wameanza kufunguka akili. Wazazi wameanza kufunguka akili. Yes. Na initiative yetu baada ya kulaunch hapa leo Treasury Square na kwenda IBC, the next step mtatuona makanisani. Tunajiita tuko kadi Mombasa edition. Mtatuona makanisani, tumejinunulia shati. Tutakuwa tunaingia makanisa yote Mombasa, tutakuwa tunaingia vijijini door to door. Ndio maana tunataka to partner na IBC, hata kama atatupatia zile kits, we know to operate them. Sisi tuingie nini door to door. Tuko tayari kusaidia. Over 1,000 youths wako tayari kusaidia. Tu register mavijana na tuchanue kina mama. Tuambie bwana, hii siasa ya unga, hii siasa ya mia si siasa. Kenya iko kwenye lango la hatari. Iko kwa mdomo wa papa. And that is Kasongo. Yes. And we don't fear you, and you will not intimidate us. You won't actually outengililia exercise yetu ya kuchukua kura. Na tunachukua kura na tunanyamaza. Wenye tulikuwa tumenyamaza. Yes. What if you see sometimes system kuna vile inafanya kazi, and you might could be kwamba wameambiwa mkifikisha hii namba leteni sababu machine zimekwama, hakuna makaratasi, zile form za kujaza. I know such things might happen or might be happening. Unaenda mnasajili, hii namba imekuwa kubwa, let's trim that number. Unaambia IBC nini? IBC, let me tell you, even hata leo tukikuja kuregister, yes, sisi tuko na right ya kupata data yetu, tujue tumeregister jenzi wangapi na ni Kenya mzima. Si kuregister tunakwenda nyumbani na tu relax. Tunatoka pale na data yetu leo. Tukijua kwamba tumeregister vijana 10,000 leo, tuko na data yetu 10,000. Mombasa tumejipatia target ya 450. Yes. I don't know if you've seen an article circulating ya majenzi. Tukipatiwa region na hiyo hesabu ikakuja kiingia 18 million. So sisi target yetu ni 450. As we register, we go home with our data. Na kitu ya kwanza, hizi servers zenye mnasema sisi tumesoma. Tumesoma. Mtakuwa na polling station yetu na tutakuwa na yetu. Yes. Na tutahaki yenu. Na yetu hamtahaki. Ala. Hakuna kitu ambacho utafanya. Tutahaki IBC yenu na sisi yetu hamtahaki. Na yetu ndio itatangazwa. Okay. Na tutachunga kura. Hakuna kuzio uoga. Tukimaliza, because najua unafaa uwaiwai pale Treasury, you see, ni swali ambalo nimeuliza, sio kwamba tuwe kadi. Kwa nini tuwe kadi? Nafikiri ni jambo ambalo watu wanafaa kuwa wanajua, because sio kwenda kuchukua kadi, because unachukua kadi lakini what next? So kwa nini mtu awe kadi? Kitu ya kwanza, yes, nimewambia tunastahili kukomboa Kenya. Na sisi, as long as you're a serial killer, na hatutaisahau. The system is so corrupt. Hata utujengee barabara ngapi, hatutaisahau kina Rex, akina Masai wenye uliua during maandamano. Innocent Genzis wakiwa na flag unawaua. Kama leo kama wakiwa na maji unawaua. Kama leo venye tunaenda kuchukua kura tuko na ID na kisha tuue. Hatutasahau na hatutaisahau. We'll never forget. We'll never forget tulivunja bunge tukaingia parliament because of the financial bill and everything. We'll never forget that our MPs are not sober. That our MPs
cannot make sober decisions not unless they are corrupt. They are corrupted. Wamepatiwa token. We'll never forget. Inaitwa affordable house. We'll never forget the high taxation. We'll never forget this Kenya that vijana hatuna kazi. Ulikuja na mfumo wa kutupeleka majuu tukapata kumbe ni biashara yako. Wewe na Rachel Ruto. We'll never forget. We have notes. Tumechukua notes. Ujenge barabara ngapi? Uende hata Kisumu upike samaki. Ufanye nini? We'll never forget. We have your record. Dictatorship in Kenya? No. There is no room for dictatorship. So that's the big issue ya kukua kadi. Kukua kadi ni kumfukuza Kasongo 2027 and clearing the system, the corrupt system of Kenya. So we need fagio la chuma kutoka kwa mbunge, senator. Wote wanaenda nyumbani. Alright, si nikuruhusu ukimbie uendelee na maneno. Nafikiri ukipata nafasi utanitafuta tujue mmefika wapi. Na pia Kenya Coast National Polytechnic, yes, tunaenda kutetea. Sisi tunataka a portable IBC yenye itaingia kila mahali, si mambo ya kuenda tu ofisini. In fact, you see, maybe I wanted to change my polling station because wakati nilichukua kadi it's far from where I am now, and now I'm wondering, do I have to go mpaka usijui mji wa Kala ama ni wapi to register? Hiyo ndo njia ambayo tunataka tumalize. We need a portable IBC. Na ndio maana tumesema kama wafanyikazi sisi wanajenzia tuna kazi, watu ajiri tuingie ground. Hiyo ndio inafanya mwanasiasa anachukua advantage, anakutoa nyumbani ati anakulipia fare shilingi 50 na anakupatia 100 ili kuonyesha kwamba anakujali. Ndio niende mji wa Kale kuregister. Uende mji wa Kale kuregister akijua kwamba hiyo ni kura yake. No. Tupatiwe tuingie door to door. Wanasiasa waachana mambo ya kura. Waache kujiuliza kama watu wameregister. Ni jukumu letu. Tupatiwe tuingie door to door. Kama ni hapa shule, tulete desk ya IBC, tuinfluence mavijana, tutoe poster, wanafunzi wote wa Kenya Coast waregistiwe. Lakini si wanafunzi wa Kenya Coast waende IBC Kizingo. Leo ndo siku ya mwisho kuenda Kizingo Mombasa. Hizo siku zingine tunataka portable IBC. Alright, asante sana. Tutakuwa tunaendelea msikilizaji, tutamruhusu Charles aweze kukimbia ili ahakikishe kwamba vuguvugu la tuko kadi limeweza kufanikiwa. Ama namna gani? Asante. Alright, tutakuwa tukirudi baada ya song of the hour msikilizaji. Tuendelee. This is Mvita FM, ni Mvita Breakfast, ni baraza la Mvita. Je, wewe uko kadi? Tuendelee kuzungumza on 0713113129.